ugonjwa wa kisukari ulikuwa ni ugonjwa wa matajiri. Ndio. Ulikuwa ni ugonjwa wa matajiri, lakini huko tunakoenda ni ugonjwa wa masikini. Kwa sababu maskini anaona vyakula hivi vya maandalizi ya haraka, vyakula hivi ambavyo tunaviita fast food, vyakula ambavyo tayari vimeshaandaliwa, maskini anaona ndo kimbilio lake. Unaweza ukapita sehemu hata we mwenyewe katika street mtaani, unaweza ukaona sehemu zenye vibanda vya chips jinsi watu walivyojazana. Utandawazi, namna ambavyo tunaandaa vyakula vyetu huathiri afya kwa kasi ya ajabu. Sasa kuna ule ulimbukeni wa kupokea utandawazi. Sisi tumepokea utandawazi kwa ulimbukeni. Kimaanisha kwamba badala ya mtu kuchemsha kiazi, anaona kaange kiazi. Badala ya mtu kula kuku aliyechomwa au aliyechemshwa, anaona hapana, mimi nahitaji kumuongezea ladha kwa kumkaanga. Kwa hiyo yale madoido ya upishi yanafanya watu wengi tuumwe maradhi ya lishe. Zamani hata mikate ya ngano ilikuwa inaokwa, inabanikwa. Umenielewa? Zamani kulikuwa hamna mambo ya kukaanga mandazi kama hivyo, kukaanga upate kitu kinaitwa sambusa. Ndio. Umeona? Lakini sasa hivi madoido ya upishi tumeyapokea, yanaongeza ladha sawa, lakini tumeyapokea kiulimbukeni. Kila kitu lazima tukikaange ili kukiongezea ladha. Ndio. Kitu kingine tumepokea kiulimbukeni utandawazi. Mfano, badala ya unapobanwa kiu ukimbilie maji ya kunywa, sasa hivi tunakimbilia soda. Hili ni janga kubwa sana. Unabanwa kiu, unakimbilia juisi. Sasa jiulize, kwa hiyo matunda tulikuwa tunakula kwa msimu hadi msimu. Yaani kuna msimu wa miezi mitatu ukipita, hautayaona tena matunda. Mimi nimeishi kijijini kule Geita, kijiji kimoja kinaitwa Bungwangoko. Msimu wa maembe ulikuwa ukianza, unapanda kwenye muembe, unachukua embe dodo mawili, matatu, manne, unakula, unashiba, unaondoka. Unaenda na kisu kabisa juu ya mwembe. Lakini msimu ukiisha, haulioni tena embe, hauoni tena tunda. Kwa tulikuwa tunakula matunda kwa msimu. Lakini sasa hivi matunda yanaanza mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa kwanza, na kibaya zaidi tunayabadilisha matunda yanakuwa juisi, na juisi ndo kinakuwa kikata kiu badala ya maji. Kitu kingine tumeona ni vyakula ambavyo vinatupa nafuu kwenye bajeti. Kimaanisha kwamba ukiamua kula vyakula vile asili ni gharama kubwa. Ukiamua kula kwa kufuata kanuni za lishe bora